Baada ya tetesi kuenea mitandaoni kuhusu tuhuma za upangaji matokeo katika mechi kati ya Yanga na Fountain Gate, meneja wa habari na mawasiliano wa Yanga Ally Kamwe alizungumza hadharani na kuweka wazi msimamo wa klabu hiyo. Kamwe alionekana kushangazwa na kile alichokiita mchezo mchafu unaolenga kuchafua jina la Yanga na alitaka ukweli ujulikane haraka. Tuhuma hizo zilianza baada ya mechi hiyo kumalizika kwa ushindi mnono wa mabao 4-0 kwa upande wa Yanga. Mashabiki na baadhi ya wanamitandao walianza kutupiana lawama kwa golikipa wa Fountain Gate. John Noble, ambaye anatokea Nigeria na pia ni sehemu ya kikosi cha timu ya taifa ya Nigeria. Noble anadaiwa kufanya makosa kadhaa ya ajabu iliyopelekea timu yake kufungwa kwa urahisi, jambo lililoibua hisia kuwa huenda mechi hiyo iliuzwa. Baada ya mchezo huo, taarifa zilieleza kuwa kipa huyo aliondolewa haraka kambini na hakurejea na timu hotelini. Zaidi ya hapo, baadhi ya wachezaji wa Fountain Gate walionekana wakionyesha hasira kali, wakihisi kuwa Noble alisaliti timu yao kwa makusudi. Inasemekana baadhi yao walitaka hata kumshambulia kwa hasira baada ya mchezo kumalizika. Kocha mkuu wa Fountain Gate Robert Matano naye hakusita kueleza maoni yake kwa vyombo vya habari. Katika mkutano wake na waandishi wa habari, Matano alieleza kuwa makosa ya Noble yalikuwa ya wazi mno na yamesababisha timu yake kudhalilishwa mbele ya mashabiki. Alisema kuwa haikuwa kawaida kwa kipa wa kiwango cha juu kufanya makosa kama yale bila sababu ya msingi. Kwa upande wake, Ally Kamwe alisisitiza kuwa Yanga haina uhusiano wowote na matukio hayo na alitaka mamlaka husika kuchunguza suala hilo kwa kina. Aliongeza kuwa ushindi wao ni halali na umetokana na maandalizi mazuri ya timu na juhudi za wachezaji wao uwanjani. Kamwe alitoa wito kwa mashabiki wa soka kuwa na subira na kutokupotoshwa na taarifa zisizo rasmi zinazozunguka mitandaoni. Tukio hili limeibua mjadala mpana kuhusu usalama wa michezo, uadilifu wa wachezaji na namna ligi kuu Tanzania bara inavyoshughulikia tuhuma za rushwa na upangaji wa matokeo. Mashabiki wengi sasa wanatazama kwa hamu hatua zitakazochukuliwa na Shirikisho la Soka Tanzania TFF kuhusiana na sakata hili. Hata hivyo, uongozi wa Fountain Gate ulidaiwa kumsimamisha kipa wake Mnigeria John Noble kwa makosa yanodaiwa kuwa ni ya kizembe mno kuigharimu timu hiyo kukubali kichapo cha mabao 4-0 kutoka kwa Yanga. Noble alifungwa mabao 2 kati ya 4 waliofungwa na Yanga akicheza kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza kabla ya benchi la ufundi kufanya uamuzi wa kufanya mabadiliko kumuingiza kipa mwingine ambaye naye alifungwa mabao 2. Chanzo cha kuaminika kutoka ndani ya timu hiyo kilisema kuwa ni kweli wamefanya uamuzi wa kumsimamisha mchezaji huyo kutokana na kufanya makosa mawili yaliyogharimu timu hiyo. Ni kweli tumemsimamisha, hatujapendezwa na makosa aliyofanya ambayo yamesababisha timu yetu kuondolewa mchezoni kutokana na uzembe wa mtu mmoja ambaye amegharimu timu nzima, kilisema chanzo hicho. Kocha wa Fountain Gate Robert Matano baada ya mchezo wao dhidi ya Yanga alisema, golikipa amewapa mabao, ametuangusha kabisa. Golikipa wa aina yake kufanya makosa kama yale, sasa kama tunacheza vizuri halafu tunapiana mabao vile itakuwa vigumu sisi kushinda, alisema na kuongeza, huwezi kufanya makosa kama yale golikipa wa kariba ya juu kama yeye. Ametutoa mchezoni kabisa. Kwa mabao aliyofungwa hakuna timu yoyote hata Yanga pia wangeanza kufungwa mabao kama yale wangetoka mchezoni. Alipotafuta ofisa habari wa timu hiyo Issa Mbuzi kuthibitisha suala hilo, alijibu kuwa hata yeye hajui chochote na yeye anaona kwenye mitandao. Hata mimi naona kwenye mitandao tu. Sijafahamishwa chochote na uongozi wangu wa juu, siwezi kuzungumza lolote juu ya swala hilo, alisema Issa Mbuzi. Hata hivyo, wachambuzi nao walitoa maoni kuhusu kiwango cha John Noble, golikipa wa Fountain Gate. George Jobu kupitia ukurasa wake wa mitandao ya kijamii Instagram alisema kuwa Fountain Gate wakimuendekeza huyu atawapeleka playoff. Wamebakisha mechi 2 za ugenini dhidi ya JKT na Coastal Union, kisha watamaliza na Azam Pale Tanzanite. Kumtoa yalikuwa maamuzi ya busara sana.
kazi kwao kuamua mechi zilizobakia, anaanza yeye au Parapanda. John Noble, kipa huyu alisaini mkataba wa mwaka mmoja na Fountain Gate, hivyo ni wazi amebakiza mwezi mmoja kabla ya kutambulika kama mchezaji huru. Kwa sasa John yuko kambini na wenzake wala hajafukuzwa kutoka kambini. Kipa huyu anadai kiasi cha shilingi milioni 10 sign on fee iliyobaki na mshahara wa mwezi mmoja mwezi wa 4. Muda wote kuanzia sasa kipa huyo anatarajia kurudi kwao Nigeria ili kupumzisha kichwa na kuangalia maisha mengine. Fountain Gate FC ni moja ya klabu za mpira wa miguu zinazoshiriki ligi kuu ya NBC Tanzania. Fountain Gate FC ni moja ya klabu za mpira wa miguu zinazoshiriki ligi kuu ya NBC Tanzania msimu 2024-2025. Klabu hii ilikuwa inajulikana awali kama Singida Big Stars iliendelea kujipambanua kama klabu kubwa katika mpira wa miguu nchini Tanzania. Ilianzishwa mwaka 2010 kama timu ya wafanyakazi wa Diamond Trust Bank DTB kabla ya kubadilishwa jina kwa Singida Big Stars mwaka 2022 na hatimaye kwa Fountain Gate FC mwaka 2024. Na hii ni Sport Mtaa TV. Endelea kutufuatilia, pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kupata taarifa mbalimbali ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu ni Elizabeth.